Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Dominika ya 3 ya kipindi cha Kwaresma mwaka A wa kanisa. Ambapo leo masomo yetu, somo la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 hadi ya 7. Somo la pili katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya pili na aya 5 hadi ya 8. Na somo la Injili kadiri ilivyoandikwa na Yohane sura ya 4 aya ya 5 hadi ya 42. Kabla ya yote wapendwa, tuangalie kwanza juu ya utangulizi kuhusu Kwaresma. Kwanza kabisa, neno Kwaresma limetokana na neno la lugha ya Kilatini quadragesima lenye maana ya 40. Kumbe tarakimu 40 kwa Yahudi inamaanisha maandalizi. Lakini pia maana nyingine ni kipindi au muda wa kutosha. Katika maandiko matakatifu tunakutana na namba nyingi, hasa namba 3, 4, 7, 12 na 40 na kadhalika. Kila namba kadiri ya utamaduni wa Waisraeli huashiria jambo mahususi. Kwa kutumia lugha ya picha au kwa lugha ya mficho, ujumbe uliwafikia walengwa. Kwa mfano, tukiangalia katika maandiko matakatifu juu ya neno Kwaresma au tarakimu 40, tunaona katika gharika kuu, kitabu cha Mwanzo sura ya 7 aya ya 12, ambapo ile gharika kuu ilidumu kwa siku 40, ikimaanisha kwamba gharika ilidumu kwa kipindi au muda wa kutosha, ikiwa ni maandalizi ya ubinadamu mpya. Pia pale mlimani Sinai ambapo Mwenyezi Mungu anamkabidhi Musa amri, katika kitabu cha Kutoka sura ya 24 aya ya 18, Musa alikaa mlimani siku 40, ikimaanisha kwamba alikaa kwa muda au kipindi cha kutosha cha kujiandaa kupokea jukumu zito toka kwa Mungu na kuwapelekea watu amri za Mungu. Lakini pia hata safari ya kule jangwani katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 aya 33 na aya 34, Waisraeli tunaona wanasafiri muda wa miaka 40 jangwani, ikimaanisha kwamba walifanya maandalizi kwa kipindi au muda wa kutosha wa kuingia Kanaani, nchi ya ahadi. Lakini pia 40 tunaiona mahali pengine, ambayo tumesema kwamba 40 ni neno toka lugha ya Kilatini quadragesima lenye maana ya 40. Katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya ya 8, tunamuona Elia kwa uvumilivu mkubwa alitembea kutoka Berisheba hadi Horebu, mlima mtakatifu, kwa siku 40, mchana na usiku, ikiashiria kwamba alitembea mwendo wa kutosha wa maandalizi ya kufikia mlima mtakatifu wa Mungu. Lakini pia mahali pengine tunapokutana na namba 40 ambayo maana yake ni hiyo Kwaresma ni katika kitabu cha Nabii Yona sura ya 3 aya ya 4, ambapo watu wote wa Ninawi walifunga na kufanya toba ya kweli kwa muda wa siku 40, ikiashiria maandalizi waliofanya kwa muda wa kutosha ili kupokea huruma na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Alafu mwishoni hapa tunaona Musa na Yesu walifunga kwa siku 40, mchana na usiku. Tunaona katika kitabu cha Kutoka sura 34 aya ya 28, lakini pia Luka sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya pili, ikionyesha kwamba walifanya maandalizi ya kuanza utume wao kwa kufunga kwa muda wa kutosha. Hivyo Kwaresma, ambalo ni neno la Kilatini yani quadragesima lenye maana ya 40, ni kipindi cha siku 40 cha kujiandaa kuadhimisha sherehe kuu ya Pasaka. Ni kipindi cha kutafakari fumbo kuu la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Waamini hujiandaa na kujitakasa kwa kufunga, yaani kujinyima, kusali, kutubu na kutenda matendo mema. Kwaresma ni wakati wa zoezi zito la toba ya kanisa. Kwaresma imewekwa kila mwaka kwa ajili ya mazoezi ya kiroho, hija na toba. Kujinyima, kutoa sadaka, kushiriki kidugu kazi za mapendo na za kupeleka injili kwa watu au sehemu ambapo bado haijainjilishwa au kwa waliopotoka. Basi wapendwa, baada ya utangulizi huo, moja kwa moja tuingie katika masomo ya Dominika hii ya 3 ya kipindi cha Kwaresma mwaka A wa kanisa. Na tumesema kabisa somo la kwanza ni katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 hadi ya 7. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 2 na aya ya 5 hadi ya 8, lakini pia Injili kadiri ya mwinjili Yohani sura ya 4 aya ya 5 hadi ya 42. Na wazo kuu la Dominika hii ya 3 ya Kwaresma mwaka A wa kanisa, Roho Mtakatifu anatutakasa na kutumiminia maji ya uzima, yaani neema ya utakaso tuipatayo kwanza kwa ubatizo, baadaye kitubio na hata kwa majuto kamili. Tukianzia na somo la kwanza, tunaona Waisraeli wanamnung'unikia Mungu na Musa. Na sababu kubwa ya manung'uniko ni kiu. Walipata kiu. Tunakumbuka kwamba Mwenyezi Mungu katika ile safari ya kule jangwani aliwalisha wana wa Israeli kwa chakula. Sasa wamefika hapo wanahisi kiu. Na hivyo kwamba wanaanza kumnung'unikia Mwenyezi Mungu na Musa. Wanasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Na tunaona katika somo hili neno meriba linajitokeza, ambapo hili neno meriba kutoka lugha ya Kiebrania linamaanisha ukosefu wa maelewano, yaani ugomvi, ambapo wana wa Israeli walikosa uvumilivu na hivyo kuzusha ugomvi hata kutaka kumuua Musa. Sasa wana wa Israeli kwa sababu ya dhiki wanakosa utulivu. Wanalaani ukombozi. Wanasema, mbona mmetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama kwa kiu? Yaani wana wa Israeli kwa sababu ya dhiki, kwa sababu ya mahangaiko hata wanalaani ule ukombozi ambao Mwenyezi Mungu amewapatia, kule kuwakomboa kutoka utumwani Misri. Kwa sababu ya kiu tu wanaona tena ule ukombozi kwao hauna maana, wanatamani hata wangebaki Misri au kurudi kule Misri. Hapa wana wa Israeli tunaona wako tayari kuwa watumwa ili mradi wale na kunywa. Wanataka maisha ya mteremko. Na pia tukija kwenye maisha yetu ya sasa, tunaona jinsi ambavyo baadhi yetu wameingia kwenye utumwa kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya dhiki. Tunafahamu kuna mahitaji mbalimbali ya mwanadamu: chakula, mavazi, malazi, afya, elimu na kadhalika. Sasa jinsi ya kuyapata haya, baadhi yetu wameshakuwa watumwa, wamekubali kukabidhi maisha yao katika utumwa wa Ibilisi ili waweze kupata mahitaji. Na mwisho wa siku tumeona kwamba hali yao imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana shetani hayuko kumsaidia mtu, ni kama kiini macho tu, lakini mwisho wa siku ni maangamizi. Sasa wana wa Israeli wako tayari kuwa watumwa ili mradi wale na kunywa, na ndio maana wanatamani hata kurudi kule Misri. Wanamlaumu Musa na viongozi wengine kuwatoa kule, alafu wanakuja kufa kwa kiu. Wana wa Israeli wanakosa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Wanakosa shukrani. Mungu amewakomboa.
tena kwa maajabu ya kushangaza, ya kutisha. Mungu anadhihirisha upendo wake kwao, lakini leo hii wanakosa shukrani, wanamnung'unikia Mwenyezi Mungu. Wanataka kumuua Musa. Dhiki kidogo tu, wana wa Israeli wanasahau upendo aliotendewa na Mungu. Katika maandiko matakatifu mahali fulani, Paulo aliandika vizuri kabisa, hasa alipoandika kwa Rumi sura ya 8 aya 31 hadi 39. Anatuuliza swali: nini kitatutenga na upendo wa Kristo? Na leo tujiulize, nini kitatutenga na imani, tumaini na upendo wa Mungu? Paulo anataja vizuri mambo mengi pale. Je, ni dhiki, shida, adha, njaa, uchi, hatari au upanga? Na sisi wapendwa taifa la Mungu tujiulize, ni kitu gani kinatutenga na upendo wa Kristo? Fikiri na kutafakari we binafsi, uangalie, je, ni kitu gani kimekutoa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu? Ni kitu gani kimekufanya ukakosa imani kwa Mwenyezi Mungu? Ukakosa tumaini kwa Mwenyezi Mungu? Ukakosa pendo kwa Mwenyezi Mungu? Je, ni dhiki, ni shida, ni adha, ni njaa, ni uchi, hatari au upanga? Lakini pia Paulo anapoandika hii barua kwa Warumi, anamalizia anasema hakika amegundua hakuna chochote ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Kristo. Lakini pia katika somo hili tunakutana na neno masa. Neno masa kutoka lugha ya Kiebrania lenye maana ya kujaribu. Yaonesha wazi jinsi wana wa Israeli walivyokosa dhidi ya imani, tumaini na pendo kwa Mungu. Kumjaribu Mungu kwaonesha udhaifu wa imani yao iliyosongwa na taabu, na hivyo kupoteza tumaini lao kwa Mungu. Hata mahali fulani Shetani alijaribu kumshawishi Yesu ili amjaribu Mwenyezi Mungu, lakini Yesu alishinda. Alisema kwamba imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Katika maisha yetu tusiingie au tusifanane na wana wa Israeli ambapo wanamjaribu Mwenyezi Mungu kwa kukosa imani. Pamoja na wao kumnung'unikia na kumjaribu, Mungu anaendelea kuwa mvumilivu. Anawahurumia na kuwapatia maji. Mungu anashinda kutokuamini kwao kwa kuonesha wema wake kwao. Katika somo la Injili tunakutana na mwanamke Msamaria. Kwanza kabisa tukitazama utamaduni wa Wayahudi, ilikuwa ni mwiko kabisa. Kulikuwa hakuna ruhusa kuwe na mchangamano kati ya Msamaria na Myahudi. Tunafahamu wa Samaria ni watu ambao walitengwa. Kule mjini Yerusalemu, mji wa Yuda, waliishi huko Wayahudi matajiri. Alafu kule Galilaya wakaishi huko Wayahudi ambao ni maskini. Lakini katika mji wa Samaria hapo katikati, Wasamaria waliishi kule. Wasamaria ni akina nani? Ni wale walioonekana ni najisi, na unajisi wao unatokana na mwingiliano. Wana wa Israeli walipotawanyika sehemu mbalimbali duniani, ule mwingiliano, basi wako baadhi walioana, wengine wakaoa kutoka mataifa mengine, wengine kutoka mataifa mengine wakaoa kwa Waisraeli, na hivyo kukawa na machotara. Sasa wakati wa kurudi kuja kuendeleza nchi yao na kuijenga upya, ndipo wa machotara wanagundulika, na hivyo wakatengwa, maana walionekana ni najisi, hawakuchangamana na wengine kabisa. Yesu anakutana na aliyekataliwa. Msamaria huyu amekataliwa, ametengwa. Anakutana na asiye
hitajika katika jamii. Na huyu Msamaria, mwanamke huyu, anakutana na Myahudi mwema na mkarimu. Hata huyu mwanamke anashangaa. Anamwambia Yesu, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Anashangazwa na tabia njema ya Yesu Kristo. Anakutana na Myahudi mwema na mkarimu, kwa sababu tabia na desturi haikuruhusu kuchangamana. Lakini huyu Myahudi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni mwema na mkarimu, tofauti na Wayahudi wengine, anachangamana na mwanamke, anavunja ile desturi iliyokuwepo kati ya Msamaria na Myahudi. Ndio maana mwanamke anasema, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Ndugu zangu, lazima tujiulize katika maisha yetu, ni tamaduni zipi au desturi zipi ambazo zinakosa upendo kati ya sisi na wengine? Ni wakati sasa wa kipindi hiki cha Kwaresma tuweze kuziondoa. Yesu ameshatupa kielelezo kwamba desturi nyingine, mila nyingine zinaondoa ule upendo kati ya sisi na wengine. Upendo wetu kati ya sisi na Mwenyezi Mungu hatuna budi kuuvunja. Lakini tunamuona huyu mwanamke anaenda pale kisimani muda wa saa 6 mchana. Kwa nini? Kwa sababu tunafahamu saa 6 mchana ni muda ambao jua ni kali, watu wamepumzika nyumbani. Sasa mwanamke huyu saa 6 kamili pale kisimani anatoka wapi? Ni wazi kwamba kwa sababu ya tabia mbaya za huyu mwanamke Msamaria, alikuja saa 6 kamili mchana kukwepa kutukanwa na wengine. Pia alikuwa na hofu ya kukosolewa kwa sababu ya tabia zake. Lakini pia kwa sababu ya dhambi zake aliona aibu. Kwa hiyo aliona aibu dhidi ya dhambi zake. Pamoja na hayo yote Yesu anamuingiza katika hali ya neema. Maswali ya Yesu kwa mwanamke Msamaria yalikuwa na lengo maalum. 1, kuondoa kutokuelewa kwake. 2, kumuondolea ujinga na kumpa mwanga halisi. Swali la Yesu kuhusu mume. Yesu alimwambia, nenda kamuite mumeo. Yesu alitaka amfanye huru kwa kumrejesha kwenye misingi ya ndoa ya kweli na kuondokana na utumwa wa uasherati na uzinzi. Maana alikuwa na wanaume takribani 6. Lakini pia Yesu alitaka amsamehe. 3, Yesu alitaka kubadilisha mwenendo wake wa maisha. Na pia Yesu alitaka kumpatia maji ya uzima, yaani neema ya Roho Mtakatifu inayobadilisha kile inayoigusa, tunaomiminiwa katika ubatizo na matunda yake katika kipaimara. Yeye ambaye katika Kristo Yesu ndiye chanzo cha uzima. Tutazame sasa, baada ya kuona maisha ya mwanamke Msamaria huyu, hebu tuangalie changamoto ya leo dhidi ya ndoa inayofanana na ya mwanamke Msamaria. Katika maisha ya ndoa tunaona leo kunaibuka mambo mbalimbali. Kwanza kabisa kuna maisha ya mzazi mmoja. Tukitazama maisha ya mwanamke Msamaria jinsi alivyokuwa anaishi, maisha ambao hayaeleweki, ana waume wengi. Tunatazama katika maisha ya kwetu ya sasa ambapo kumeibuka wimbi la maisha ya mzazi mmoja. Anaweza kuwa ni baba, anaishi na watoto peke yake, au zaidi mama, anawalea watoto peke yake, baba hayupo. Sasa katika hili tunakutana makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale wenye kukataa kuingia kwenye ndoa kwa mwavuli wa kutafuta uhuru.
hasa akina dada. Tunaona kabisa vijana wa leo, hasa wa kike, baadhi yao au walio wengi hawapendi kuingia kwenye maisha ya ndoa. Wanataka maisha ya uhuru. Wanatazama ndoa kama utumwa. Ndoa ni kama kukaa katika mamlaka ya mwanamume. Kwa hiyo hawataki hilo. Wanataka wajiachie, wawe huru. Mwanamke huyu anataka awe na nyumba yake mwenyewe, alafu awe huru. Akitaka kuondoka saa 6 usiku, akitaka kurudi saa 8 usiku, akitaka kuja saa 2 asubuhi, kusiwe na mtu wa kumuuliza. Ndio uhuru ambao dunia inawadanganya kwamba wanaweza akawa huru au wanaweza akaondokana katika mamlaka ya mume kwa kuishi maisha ya namna hiyo, kitu ambacho kabisa sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Wala uhuru sio huo. Huu uhuru anaotafuta sio huo ambao Mwenyezi Mungu ametuumbia. Kwanza uhuru ni kutenda ndani ya sheria. Uhuru ni kutenda ndani ya sheria. Huwezi kusema uko huru kwa kukiuka sheria. Uhuru na mipaka yake. Unapotenda kadiri ya mipaka yako, hapo ndo tunasema kweli uko huru. Uhuru wa kweli ni katika kuhudumia yaliyo mema na haki. Mwanamke huyu Msamaria hatuwezi kusema kwamba alikuwa huru, kwamba aliweza kwenda popote na mahali popote, aliweza kubadilisha wanaume, kusiwe na mtu wa kumuuliza, hakuwa katika mamlaka ya mwanamume. Hatuwezi kusema huo ni uhuru, kwa sababu uhuru ni kuhudumia yaliyo mema na haki. Mwanamke huyu alikuwa hahudumii yaliyo mema na haki. Hali kadhalika wanaokataa ndoa, wanaokataa kuingia kwenye ndoa na kuanza maisha namna hiyo, hawawezi kudumu katika yaliyo mema na haki. Kwa hiyo hawawezi kupata furaha wala hawawezi kuwa na uhuru wa kweli. Lakini uhuru tunapozungumzia habari ya uhuru, kuchagua kukaidi na kutenda uovu ni kutumia vibaya uhuru na upelekea kwenye utumwa wa dhambi. Kuchagua kukaidi na kutenda uovu ni kutumia vibaya uhuru na upelekea kwenye utumwa wa dhambi. Kama huyu mwanamke ambaye miaka mingi kabla hajakutana na Yesu amekosa uhuru, amekuwa mtumwa muda mrefu kwa sababu ya kuitumikia dhambi. Sasa uhuru hupata ukamilifu wake unapoelekezwa kwa Mwenyezi Mungu. Na kama tunaelekeza uhuru kwa Mwenyezi Mungu, basi lazima tufuate ile misingi ya kweli kuhusu ndoa. Jambo la pili katika maisha ya mzazi mmoja, kuna wale ambao walishaingia kwenye ndoa lakini kwa wenyewe wanaikimbia ndoa na kwenda kuanzisha maisha ya mzazi mmoja. Hawa wamejitungia jina, wanajiita jeshi la mtu mmoja. Ni mama au ni baba analea watoto wake mwenyewe, na wanajisifu sana na wanajifariji kweli kwamba wanaishi kwa amani, wanaishi kwa furaha. Kumbe ni uongo mtupu. Watu wa namna hii wasipobadilisha mienendo yao na kurudi kwenye misingi halali ya ndoa, watapata taabu. Wanatabasamu kwa nje, lakini kwa ndani wana maumivu makubwa. Watu wa namna hii wanajitokeza kwenye vyombo vya habari na sehemu mbalimbali wakijinadi kwamba wao wameweza kufanikiwa kuishi maisha yao peke yao pasipo kumtegemea mwenzao. Wanaweza, jeshi la mtu mmoja, lakini kiukweli wana maumivu na vidonda vya ndani, na hivyo kwamba wanahitaji kusaidiwa ili kurudi kwenye misingi ya kweli, misingi ya ndoa. Na maisha ya namna hii sasa ya mzazi mmoja, athari zake ni kubwa sana. Kwanza kwa mhusika mwenyewe, lakini pia kwa watoto. Mtoto anakuwa vizuri pale ambapo analelewa na hisia zote mbili, ya baba na ya mama. Kumbe tunapoanza kuishi maisha ya kukimbia ndoa, kutangatanga, kutokuwa na msimamo wa kifamilia wa ndoa, tunaharibu kizazi cha baadaye. Ndio maana tunapata huko vijana ambao sasa ni wakorofi,
ni wakatili, na tumepata matokeo mengine ambayo ni mabaya zaidi, ushoga, usagaji na kadhalika. Lakini kama tungesimama kwenye msimamo wa kimungu kuhusu ndoa, wala tusingeingia kwenye matatizo ya namna hiyo. Lakini jambo la kuongezea hapa kwenye maisha ya ndoa, changamoto kuna ya tatu hapa, tuweze tukaongezea hapo ndoa za mitara. Ndoa za mitara. Hii imekosesha uaminifu katika maisha ya ndoa. Sasa tuangalie juu ya heshima kwa ndoa. Heshima kwa ndoa. Mwenyezi Mungu ndio wa kwanza kufunga ndoa. Aliwafungia wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Kumbe lazima turudi kwenye misingi ya ndoa ili kuleta heshima. Kwa mujibu wa ndoa asili, yani aliyoanzisha Mungu mwenyewe, ambayo ndio kielelezo cha ndoa ambazo zingefuata, kama tunavyosoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 28, ndoa ni mapatano ya hiari kati ya watu wawili, mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, wasio na kizuizi, wenye nia ya kuishi maisha ya kipamoja ili kujiboresha wenyewe, kuzaa watoto na kuwalea. Ndoa ni agano ambalo mwanamume na mwanamke hufanya ushirika wa maisha yote, agano ambalo Yesu amelikweza kuwa sakramenti. Wapendwa taifa la Mungu, ndoa ina sifa kuu mbili, na hizi sifa zinapokosekana hakuna ndoa. Kwanza kabisa, umoja. Ndoa ni ya umoja. Umoja maana yake ni nini? Ni ya mke mmoja tu na mume mmoja tu. Hata tunaposoma katika maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 27 hadi 28, lakini pia sura ya pili aya 24, hata Mathayo sura ya 19 aya ya 4 hadi ya 5, tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu alipowafanya hawa wawili, mtu mume na mtu mke, aliwafungia ndoa, zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitiisha. Na anasema mwanamume ataachana na baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Akusema kwamba wanaume wataachana na baba zao na mama zao na wataambatana na wakeze. Wala hata kuzungumzia kwamba mwanamume mmoja ataachana na baba yake na mama yake na ataambatana na wakeze. Hapana, maandiko yanazungumza habari ya umoja, mume mmoja na mke mmoja. Kwa hiyo hiyo ndio sifa mojawapo ya ndoa, na ikikosekana hiyo hakuna ndoa. Leo hii tunaona katika jamii, tamaduni mbalimbali wamejiwekea utaratibu wa kuoa wake zaidi ya mmoja, lakini sio maagizo ya Mwenyezi Mungu. Haukuwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Huo ni mpango wa kibinadamu. Lakini pia sifa nyingine ya ndoa ni uimara. Uimara. Tunaposema ndoa ni ya uimara, maana yake ndoa ni ya maisha. Ni ya maisha. Tena maisha yote. Maisha yote. Hata Yesu anajibu hili swali vizuri katika Injili kadiri ya Mtakatifu Mathayo sura ya 19 aya ya 4 hadi ya 5. Tena anamalizia, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Anakazia kabisa kwamba ndoa ni ya uimara, ndoa ni ya maisha yote, hakuna talaka, hakuna kuachana. Kwa ndoa ni ya mume mmoja na mke mmoja kwa maisha yote, na inakataa talaka. Rejea maandiko matakatifu, Injili kadiri ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 9 aya ya 6, Marko sura ya 10 aya ya 6 hadi ya 9, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 7 aya ya 4 hadi ya 11, alafu pia waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya ya 28 hadi 29 na aya ya 31. Lakini kwa namna ya pekee tusome waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 7 aya ya 2 hadi ya 3. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 7 aya ya 2 hadi ya 3. Kwa maana mwanamke aliye na mume
amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati hawapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine, huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi hajapoolewa na mume mwingine. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanatambua na Mwenyezi Mungu anatuambia wazi kabisa kwamba yule ambaye anakuwa na mume mwingine angali mume wake yuko hai, amepewa jina kabisa, yeye ni mzinzi. Sasa hicho ni kitu kibaya, ni maneno maovu. Sisi kama Wakristo, kama taifa la Mungu, hatupaswi kuingia katika maovu ya namna hiyo. Ndoa inalenga kuunda jumuiya inayoongozwa na upendo unamomsukuma kila mmoja kujitoa kikamilifu kwa mwenzake. Maisha ya ndoa ni kutenda yote kwa faida ya mwenzake. Upendo ni upendo unaokuza uaminifu na kuondoa ubinafsi. Maisha ya ndoa ni upendo wa kujitoa sadaka kwa ajili ya mwingine, kwa mfano wa Yesu Kristo mwenyewe. Sasa hayo yote aliyotajwa hapa huwezi kuyaelekeza kwa kugawanyika. Huwezi kukuza uaminifu katika ndoa za mitara. Uaminifu ni kwa wawili ambao Mwenyezi Mungu anawafanya si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Tunapaswa kuiheshimu ndoa na misingi yake, kwa kuwa ndoa ni chimbuko hai na la msingi la maisha la jamii zote za watu, ambalo ni chanzo cha familia, ambayo ni ushirika wa baba, mama na watoto, yaani jamaa ya Mungu. Kwa hiyo wapendwa, tupokee jukumu hili ambalo kwalo twafanya kushirikiana na Mungu katika mpango wake wa uumbaji na malezi ya watoto katika imani na katika fadhila nyingine za kimungu na za kiutu. Katika Dominika hii ya 3 ya kipindi cha Kwaresma mwaka A wa kanisa, tunapata ujumbe ufuatao. Kwanza kabisa, tunaambiwa kwamba turuhusu Yesu aingie na kugusa maisha yetu, kama mwanamke Msamaria alivyoruhusu na kukubali Yesu aguse maisha yake na akambadilisha. Tupokeane kwa jinsi tulivyo na tusibaguane. Tunakumbuka jinsi ambavyo wana wa Israeli walivyowabagua wa Samaria. Basi sisi tupokeane kwa jinsi tulivyo na tusibaguane. Na mfano pekee ni wa Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ambavyo ameonyesha upendo. Yeye ambaye ni Myahudi anavunja zile tamaduni, anahusiana na mwanamke Msamaria huyu ambaye kwa kweli alihitaji msaada wake. Lakini pia tuige upendo wa dhati wa Kristo kwetu kwa wengine. Ni katika upendo uliojaa unyenyekevu Yesu anampatia mwanamke Msamaria uelewa kwa hatua kadhaa. Mwanamke Msamaria alimtambua Yesu kama Myahudi tu. Yaani alipomuona Yesu alimtazama kama Myahudi tu. Halafu baadaye akamtambua kama Bwana. Hatua kwa hatua baadaye anamtambua kama nabii. Kisha anafikia ukamilifu wa uelewa kuwa yeye ni Masia. Lakini wapendwa, huyu mwanamke katika safari ya kumtambua Bwana Yesu, anapoanza Myahudi, baadaye Bwana, halafu nabii, kisha Masia. Hii ilisababishwa na ule unyenyekevu na upole wa Yesu. Yesu baada ya kumuona mwanamke Msamaria na ambaye ni mdhambi, mzinzi na mwasherati, hakumtukana. Angemwambia wewe ni mwasherati, wewe ni mzinzi, ufai, utaangamia, utakwenda motoni. Sidhani kama angempata huyu mama. Lakini kwa unyenyekevu wake, kwa kujishusha, kwa upendo wake, hatua kwa hatua anamsaidia yule mama mdhambi, hata anakuja kwenye maisha ya utakatifu. Ndivyo ambavyo nasi pia tunaelekezwa leo katika Dominika hii. Tuwaendee wale watu ambao
wanaonekana kwamba wamepotoka, lakini tunapowaendea tujae unyenyekevu, tusiende kwa kiburi na majivuno, tujinyenyekeshe, alafu kwa upendo ndio itakuwa njia nzuri ya kuwarudisha katika utakatifu. Lakini pia ujumbe mwingine wa 4, tunaambiwa tuondokane na vimada, mahawara, michepuko na kadhalika. Ndoa iwe katika msingi ya mume mmoja na mke mmoja tu. Kila mtu ajitafakari, je, katika maisha yake ya ndoa hajafaana mwanamke Msamaria huyu ambaye alikuwa na waume 6? Hujaingia kwenye swala la vimada? Hujaruhusu mahawara na michepuko na kadhalika? Kila mmoja aiheshimu ndoa. Unapomwona mwingine amefunga ndoa, ni mume wa mtu, muheshimu kama mume wa mtu. Ni mke wa mtu, umuheshimu kama mke wa mtu. Na hivyo isiwe ama usije ukaingia katika zoezi lolote lile la kuvuruga ndoa takatifu iliyofungwa na Mwenyezi Mungu. 5, tuondokane na maji ya kisima yasiyokata kiu. Mwanamke huyu pamoja na watu mbalimbali, mara nyingi wakienda pale kisimani kutafuta maji, lakini mara kadhaa au mara zote wamekuwa wakirudi pale kwa ajili ya kuhangaika kukata kiu. Lakini tuyaendee maji ya uzima yanayobubujika ubavuni mwa Yesu, ambao yenyewe yanakata kiu chetu. Mara nyingi tumeingia kwenye mambo ya kidunia tukidhani kwamba mali zitakata kiu, fedha, anasa na starehe, tukikumbatia hayo. Hasa mwanadamu anapohangaika kupata chakula, mavazi, malazi, afya na elimu, anajikita huko mno hata kutokumpa Mungu nafasi, akidhani kwamba vile vitakata kiu yake. Hapana, tuondokane na maji ya kisima yasiyokata kiu na tuyaendee maji ya uzima yanayobubujika ubavuni mwa Yesu, yaani maisha ya sakramenti, maisha ya sala, maisha ya kusoma na kutafakari neno la Mwenyezi Mungu, lakini pia maisha ya kuishi amri zake. Na tunahimizwa kabisa katika ujumbe wa leo tuwe mashahidi wa kazi ya Mungu. Tunamwona baada huyu mwanamke kukombolewa, kuelewa kwa kila ambacho alikuwa aelei mwanzoni, basi inakuwa ni mwanzo mpya wa maisha. Anaanza kuwa shahidi, kushuhudia maisha ya Masia Yesu Kristu kwa wengine. Nasi pia tunaalikwa vivyo hivyo. Tujitahidi basi tutoe ushuhuda, lakini sio ushuhuda wa maneno, ushuhuda wa matendo. Tunamwona Konokono yeye katika kutembea kwake, yeye anaacha ushuhuda nyuma. Anaandika historia yake. Kila anachokifanya anakionyesha wazi na wengine wanajifunza. Njia zake ziko wazi kwamba nimepitia huku, nimepitia huku. Nasi tunaalikwa leo tutoe ushuhuda kwa matendo yetu zaidi hata kuliko maneno yetu katika hali ya utakatifu. Lakini pia ujumbe wa mwisho, tunamwona Yesu ana kiu na sisi. Anakwenda kisimani akitutafuta. Kumbe sio sisi tunaanza kumuonea kiu yeye, lakini Yesu anatuonea kiu. Yuko hapo kwa ajili yetu sisi. Ni sisi kumwendea ili atupe maji ya uzima, yaani neema inayobubujika au inayobubujishwa ndani ya roho zetu kwa kupitia Roho Mtakatifu. Hivyo wapendwa, kama wana wa Israeli walivyokunywa maji kutoka mwambani, katika kipindi hiki cha Kwaresma tuyabadili maisha yetu kwa kuiacha dhambi kama mwanamke Msamaria, na hivyo kwa kusali, kujinyima, kutoa sadaka na matendo ya mapendo, na kwa kufanya toba ya kweli tuweze kupokea maji yaliyo hai yaletayo uzima,
yaani neema inayobubujika katika Kristo aliye mwamba wa uzima, aliyejitoa kwa ajili yetu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi.